Ibada ni neno fupi sana, lakini ibada ni neno lenye maana pana sana. Ibada ni neno fupi sana, lakini ibada ni neno lenye maana pana sana. Bwana Yesu apesi. Bwana Yesu asifiwe. Mungu amesema katika Kutoka 20, hebu tusome kuanzia mstari wa 2. Kutoka 20 tusome kuanzia mstari wa 2. So mimi ni Bwana Mungu wako niliyekutoa katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa. Usiwe na miungu mingine ila mimi. Bwana Yesu apesi. Amen. Anasema mimi ni Bwana Mungu wake niliyekutoa katika nchi ya utumwa, nchi ya Misri, nchi ya utumwa. Bwana Yesu apesi. Usiwe na miungu mingine ila mimi. Bwana Yesu apesi. Hakuna ambaye hakuwa utumwani chini ya mbingu. Wote waliotoka katika viuno vya Adamu wamezaliwa wakiwa katika nchi ya utumwa, wamezaliwa wakiwa katika hali ya utumwa. Bwana Yesu apesi. Kwa nini? Kwa sababu wametoka katika viuno vya mtumwa. Adamu baada ya kutenda dhambi alimwasi Mungu kwa kumtii shetani na kwa kumkaidi nani? Mungu. Bwana Yesu apesi. Alimwasi Mungu kwa kumtii shetani na kumkaidi Mungu. Tangu hapo akawa mtumwa nani? Wa shetani. Akawa miliki ya shetani. Bwana Yesu apesi. Bwana Yesu asifiwe. Haya, mama wewe endelea kwa hapo. Wewe mwenye Biblia hapo, twende haraka. Warumi sura ya 6. Warumi sura ya 6. Tumefika Tumefika Warumi sura ya 6, tusome mstari wa 16. Twende chap chap. Warumi 16, Warumi 6:16, 1 2 3 twende. Haleluya, kwa kwake yeye ambaye mnajitoa nafsi zenu kuwa watumwa wake katika kumtii. Mnajitoa nafsi zenu kuwa watumwa wake katika kumtii. Narudia tena. Asante Mtakatifu. Sikia. Unakuwa mtumwa wa mtu katika kumtii. Unakuwa mtumwa wa Mungu katika kumtii. Bwana Yesu apesi. Sisi unapata hii. Okay. Swali linakuja. Je, mchungaji, kama sisi tutakuwa watumwa kwa kumtii yule tunayemtii, je, ni sahihi sisi kukutii wewe mchungaji? Jibu ni ndio. Wewe usipokuwa mtumwa wangu hauwezi kuwa mtumwa wa Kristo. Si unanielewa? Ndio. Kwa sababu mchungaji hakujiweka, sawa? Na hakuna mchungaji anayesimama kwa ajili yake. Kila mchungaji anasimama kwa maslahi ya ufalme wa Mungu, kwa kusudi la yule aliyemtuma kuwa mchungaji, aliyemuita kuwa mchungaji. Bwana Yesu apesi. Sasa usipomtii mchungaji wako, usipomtii kiongozi wako katika timu ya huduma, usipomtii kiongozi wako katika kamati ya huduma, usipomtii kiongozi wako katika eneo lolote ambalo umeitwa kutumika,
lolote unaitwa kutumika, basi ujue umekuwa mwasi. Na sio umemwasi huyo, bali umemwasi nani? Aliyemweka. Tuseme Mungu sasa, umemwasi huyo aliyemweka. Kwa sababu kuna wakati utatakiwa kumtii Mungu na kuna wakati utatakiwa kumkaidi shetani. Ikitokea umemtii shetani kwa maisha yako, manake umejifanya kuwa mtumwa wa shetani. Bwana Yesu asifiwe. Na hapo ndipo kanisa linapotakiwa kuwa na uangalifu mkubwa sana. Nani anajua maana ya kupoka? Kupoka. Kupoka. Hakuna anayejua maana ya kupoka. Wasomi wangu msiniangushe kupoka. Kupoka. Sio kupora. Hii ni kupoka ya kisheria. Bwana Yesu apesi. Kuna kosa linaitwa sio kupoka, kuundama. Asante. Kuundama. 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 Nani anajua maana ya kuundama? Kuundama. Kuundama ni labda mtu mzima kumwingilia mtoto wa kama miezi 6. Huko sio kubaka. Bwana Yesu apesi. Kunaitwa kuundama. Bwana Yesu apesi. Wakati namuuliza Mungu kwa habari ya nini nizungumze na watu wa sinagogi la Kristo, Mungu akasema sinagogi la Kristo sasa hivi kwa level za elimu ya kidunia unatakiwa kuwafundishe mambo ya darasa la 3. Mambo ya darasa la 3. Kwa nini? Kuna watu wameudamwa. Kwa nini? Kwa sababu vitu ambavyo wanalishwa hawezi kulifanyia kazi kwa sababu havina msingi ndani yao, havina mahali pa kusimamia. Bwana Yesu apesi. Ni watu mnapewa vitu vikubwa sana, mnalishwa chakula bora, chakula kigumu, lakini bado hamkiwezi. Kwa hiyo mnakitumia vibaya. Kwa hiyo akiwafaidii nyinyi wala akimfaidii Mungu wala akijengi kanisa. Bwana Yesu apesi. Na ndio maana ukiwaita watu wengi humu ni wajuzi kweli. Ni wajuzi kweli. Usipoangalia watakuhubiria wewe. Mchungaji ukienda vibaya unakuta wanafanyaje? Wanakuhubiria wewe. Kwa nini? Kwa sababu vitu ambavyo wanamnalishwa vimewachanganya kiasi kwamba hamwezi kuvihendo. Kwa nini? Kwa sababu wengine mmekuja huko mkakuta safari inaendelea, sawa? Sasa baada ya kukuta safari inaendelea na yeye mkajiunga na safari,
lakini kuna mti wanaita engurukizi, sijui kwa Kiswahili wanaita engurukizi. Bwana Yesu apewe sifa. Huu mti unaokuta huko juu ya mti mwingine, umenielewa? Kwa hiyo ukija kukata mti mwingine, ule mti nao umeondoka. Ni mti ambao hauna mahali pa kufanyaje, pa kujishikilia, pa kusimamia wenyewe. Na Mungu anataka imani yako wewe ijengwe kuanzia chini. Bwana Yesu apesi. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana hapa mchungaji anaweza kusema kesho tukutane saa 3, watu wanakuja saa 6. Tena wamechomekea. Kwa nini? Kwa sababu hajui mchungaji ni nani. Hajui mchungaji ni nani. Kiongozi wa timu, nafikiri wote mko kwenye timu hapa, si ndio? Kuna wamama wote mko kwenye timu ya mama. Wababa mko kwenye timu ya baba. Vijana mko kwenye timu ya vijana. Kwa sababu kwa hiyo wote wako kwenye timu isipokuwa wageni. Bwana Yesu apesi. Lakini wamama unakuta siku ya usafi anakuja mmoja, tena naye anatuma mtoto wake. Evodia anamtuma witi. Bwana Yesu apesi. Sasa sio makosa yenu. Sio makosa yenu. Kwa sababu hamjui, hata huyu Mungu hamjui. Hata huyu Mungu hamjui. Bwana Yesu apesi. Jina Bwana Yesu barikiwe. Anasema unapotoa nafsi yako kuwa mtumwa kwa kumtii yeyote unayemtii. Mwisho anasemaje? Unakuwa nani? Unakuwa mtumwa wake yule unaye. Tuendelee hapo. 1 2 3 twende. Ngoja. 1 2 3 twende. Kwamba ni utumishi wa dhambi uletao kwamba ni utumishi wa utii uletao haki. Bwana Yesu apesi. Hebu sikia. Kwamba ni utumishi wa dhambi alafu utumishi wa utii. Ukimtii shetani, sio kwa shetani kuja kuambia fanye hivi, kwa wazo, kutii wazo ambalo shetani anakuingizia. Kwa kutii wazo ambalo shetani amekuingizia, unakuwa umemtii nani? Shetani. Na ukitii wazo ambalo shetani amekuingizia, usiende ibadani leo umechoka. Umemtii yule ambaye amesema na wewe, na mara moja umekuwa mtumwa. Manake umemfanyia ibada. Bwana Yesu apesi. Sisi tunaelewa? Umemfanyia ibada. Ibada ni hofu ama kicho. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Ibada ni heshima. Ibada ni hofu. Ibada ni kicho. Ibada ni heshima. Ibada ni heshima. Sasa yule unayemheshimu katika wazo lako, yule unayemheshimu katika kutenda kwako, yule unayemheshimu katika kuwaza kwako, yule unayemheshimu katika kunena kwako, yule unayemheshimu katika mipango yako, huyu
ndiye unayekuwa unamwabudu. Bwana Yesu asifiwe. Niwahi kufundisha kwamba kila tendo na kila wazo ni ibada, kwa sababu inaleta maslahi na heshima na kicho kwa mmoja, either ni Mungu ama ni nani? Shetani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa katika jamii kama hii, kanisa tunavyokuwa hapa kanisani, unakuta una marafiki 6, una 7, una 20, una 50. Kanisa ni marafiki zako. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mara nyingi rafiki kwa namna nyingine ama kwa upande mwingine ni mshauri, si ndio? Si ndio? Rafiki ni mshauri, kwa sababu mara nyingi unapokuwa na wazo, unakuwa na changamoto, mtu wa kwanza kumshirikisha ni rafiki yako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini unamshirikisha? Unaamini wazo lake linaweza ikawa msaada kwako. Ni kweli kwamba wazo la rafiki linaweza ikawa msaada kwako, lakini wazo la rafiki linaweza ikawa maangamizo kwako. Si tuko pamoja? Mtu aliyeokoka, unapookoka ukampokea Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, unahamishwa kutoka kwenye ufalme mmoja kwenda kwenye ufalme mwingine. Unatoka chini ya ufalme mmoja kwenda chini ya ufalme, unatoka chini ya taratibu fulani na kuingia chini ya taratibu fulani. Unaacha mwenendo fulani na kuanza mwenendo fulani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unapokuwa umeacha ufalme fulani, alafu mwenendo huo wa ufalme fulani ukawa nao katika ufalme mpya ambao umeingia, ni wazi kwamba wewe, pamoja na kwamba unaishi Kenya, lakini wewe ni Mtanzania. Pamoja na kwamba wewe unaishi labda visiwa vya Komoro, lakini wewe bado ni Mtanzania. Kwa nini? Kwa sababu bado unaishi maisha ya Tanzania ukiwa Komoro. Bwana Yesu asifiwe. Yaani hauwezi kuhama ufalme alafu ukaishi taratibu zile zile. Toka hapa nenda Rwanda, wewe dereva. Ukitoka hapa ukaenda Rwanda, sheria za kule unakuta zimebadilika. Huko tunaambiwa keep left, kule ukienda unakuta keep right. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ukienda na akili yako ya Tanzania, kule utapatikana kuwa ni mhalifu. Mambo ambayo ulikuwa ukitenda hapa yanaonekana ni sawa, ukienda kule ukiyatenda unaonekana mhalifu, na utahukumiwa kwa sheria za kule. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wewe ambaye umeamua kumpa Yesu maisha yako awe Bwana na Mwokozi na mtawala wa maisha yako, lazima ujue unao wajibu wa kuhakikisha kwamba unaishi kwa taratibu za ufalme wa nuru, ufalme wa Mungu, na si vinginevyo. Na ili uweze kuziishi lazima ujifunze. Hello. Ili uziishi lazima ujifunze. Usipokuwa na bidii katika kujifunza, manake umechagua kupotea. Umechagua kupotea. Narudia tena. Ukiwa mzembe katika kujifunza habari ya ufalme wa Mungu, umechagua kupotea. Onyesha dhamiri yako kwa Mungu aliye hai kwamba unamtaka yeye, kwamba unamtafuta yeye, kwamba unampenda yeye, ili yeye kwa neema yake akuinue na kukuleta katika ufahamu sahihi ambao alikusudia uwe nao. Vinginevyo ni
vigumu kutembea katika ufalme wa nuru bila kuwa na maarifa ya ufalme wa nuru. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ukajibidisha kutaka kujua mambo makubwa, lakini mambo makubwa yanaweza yasikusaidie kwa sababu hayana mahali pa kusimama. Hayana mahali pa kusimama. Kama msingi ni mbovu, hata uweke nini juu yake cha thamani kiasi gani, thamani ya kilicho juu yake haiwezi kuonekana kwa sababu ya ubovu wa msingi. Kwa sababu ya ubovu wa msingi. Na yeyote aliyeamua kumpokea Yesu ameamua kuishi kwa maslahi ya Yesu peke yake. Leo yeyote ambaye ameamua kumfuata Yesu ameamua kuishi kwa maslahi ya Yesu peke yake. Sasa unapoamua kuwa Mkristo haina maana kwamba utaishi tambalale. Na nataka nikwambie kwa walioitwa, unajua sinaona hapa hata tumeona waimbaji hapa wanaimba, si ndio? Wanatuongoza kumsifu Mungu na kumwabudu Mungu, lakini kila mtu ana kipawa chake kwa kadri ya neema aliyopewa. Kwa hiyo vita yao ni tofauti. Ni tofauti. Ni tofauti. Kwa hiyo mapambano yao lazima yawe tofauti. Mapito yao lazima yawe tofauti. Lakini nataka nikwambie, hakuna atakayepita eti umemwamini Yesu unapita kama umeme. Haipo. Haipo. Yaani atakaye kuishi maisha ya utaua, Biblia inasema lazima atafanyaje? Lazima ataudhiwa. Wewe unayetaka kuishi maisha ya utaua katika Kristo Yesu, kuudhiwa ni posho. Ni lazima. Changamoto utakazotupitia nyungu ni tofauti na atakazopitia Kasia, lakini wote mmeitwa, wote ni wainjilisti, lakini changamoto zenu zitakuwa ni tofauti. Kwa nini? Kwa sababu ya kile ambacho umebeba. Bwana Yesu apesi. Kile unachobeba ndicho kinachokuponza. Alichobeba Richard akibeba kwa ajili yake, amekibeba kwa maslahi ya ufalme wa Mungu, si ndio? Na kama ni kwa maslahi ya ufalme wa Mungu, maana yake akiwezi kuleta maslahi kwa ufalme wa Mungu mpaka tuwafikie wale ambao Mungu amemtuma kwao. Sisi tunaelewana? Kwa hiyo ili hao walioitwa kupitia Richard waweze kudhibitiwa, wasiweze kupokea, adui atakachofanya ni kumdhibiti huyu. Bwana Yesu apesi. Atamdhibiti huyu. Akimdhibiti huyu atakuwa amedhibiti wote ambao ameitiwa. Bwana Yesu apesi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana si ajabu sana likaachiliwa fundisho hapa, alafu watu wakatoka wanatembea njiani wanasema umesikia bwana? Mambo gani hayo? Ni vitu ambavyo hakuna, uongo mtupu. Uongo mtupu. Bwana Yesu apesi. Nini? Kwa sababu shetani yuko kazini, amemnasa mtu mmoja katika kundi na anamtumia sasa kuvuta mioyo ya watu wengine ili kuzuia kila ambacho kimeachiliwa kipotee. Bwana Yesu apesi. Na kwa nini kinapotea? Kwa sababu watu hawa unakuta hawana uwezo wa kulinda mioyo yao, hawana uwezo wa kulinda Ukristo wao, hawana uwezo wa kumtafakari mtu na kumtathmini kwamba mtu huyu haneni katika Roho Mtakatifu. Na kama haneni katika Roho Mtakatifu, ukimtii utakuwa mtumwa wake anayemtumikisha yeye, ambaye ni roho adui. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ukimtii yoyote umekuwa mtumwa wake. Yesu amesema
katika Luka 10:16. Luka 10:16. Tumefika Luka 10:16. Haya, tuliofika Luka 10:16 na mimi nishasema, ninaposema wewe unachotakiwa ni kufungua. Haya, Luka 10:16, 1, 2, 3 twende. Awasikilizaye ninyi anisikiliza mimi. Naye awakataye ninyi anikataa mimi. Naye akataye mimi amkataa yeye aliyenituma. Asante. Bwana Yesu apesi. Bwana Yesu asifiwe. Au umesikia? Yaani ukimsikia mtumishi wa Mungu ukamsikiliza, hautakiwi kuishia kwa huyo mtumishi. Unanielewa? Unatakiwa kwenda zaidi, mbali zaidi. Unatakiwa kwenda kwa bwana wa huyo mtumishi aliyemtuma. Sisi tumetumwa na Kristo. Ndio maana akasema kama Baba alivyonituma ndivyo hivyo nawapeleka ninyi. Na tunapoitwa na Kristo, tukatumwa naye. Wewe unapotusikiliza sisi, ama mtu yote anayemsikiliza mjumbe wa Kristo anakuwa amemsikiliza Kristo, na ukimsikiliza Kristo unakuwa umemsikiliza Baba wa mbinguni. Bwana Yesu apesi. Na vivyo hivyo likitoka fundisho madhabahuni, alafu wewe njiani ukaanza kuliponda, unakuwa haufanyi vita na yule mtumishi, unakuwa unafanya vita na huyo aliyemtuma. Bwana Yesu apesi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ili fundisho likujenge, lazima wewe ulikubali kwamba ni fundisho la nani? La Mungu. Bila kulipokea kama fundisho la Kristo, aliwezi kukujenga. Aliwezi. Na kwa jinsi utakavyolichukulia ndivyo litakavyokuwa kwako. Narudia, utakavyolichukulia ndivyo litakavyokuwa kwako. Mungu akamwambia Musa, hebu toka katikati yao watu. Toka. Mimi nataka niangamize. Alafu nitakufanya wewe kwa taifa kubwa. Anasema watu hawa, ishara zote nilizofanya kati yao, bado waniamini mimi. Bwana Yesu apezi. Sasa ishara hizi ambazo nimefanya kwao bado waniamini. Kwa hiyo ayu waliosema ndio atakayo wapata. Wamesema kwamba umewaleta wafie jangwani. Kwa kusema kwamba wewe Musa umewaleta wafie jangwani, maana yake wamesema mimi nimewapeleka wafie jangwani. Kwa hiyo kama walivyosema watafia jangwani, kama walivyosema. Walikufa wakufa? Walifia jangwani. Lakini Mungu kwa nini ndo alisema wafie jangwani? Wao ndio walitaka kufia jangwani. Wakamwambia Mungu ametuleta huku tufie jangwani. Mungu akasema mtakula matunda ya midomo yenu. Mmetaka kufia jangwani, mtafia jangwani. Bwana Yesu apesi. Lakini wana wa Israeli wakamkataa Samueli. Wakamtaka mfalme. Samueli akusimama kwao kama mfalme, alisimama kwao kama nani? Kama nabii. Bwana Yesu apewe sifa. Walikuwa na nabii Samueli. Wana wa Israeli wakasema, Bwana Samueli, sisi sasa wewe umezeeka, na sisi tunataka tufanyie mfalme kama mataifa mengine. Tunataka kuwa na mfalme wetu atawala. Samueli akaenda anatetemeka mbele za Mungu, akamwambia
Usikatae. Wape mfalme. Wape mfalme. Wametaka mfalme wapewe mfalme. Samueli akaomba, Mungu akamwambia Samueli, nisikilize. Hao watu hawajakukataa wewe usio mfalme wao. Wamenikataa mimi. Shida yako nini? Wape mfalme. Bwana Yesu apesi. Bwana Yesu asifiwe. Maana kwa kumkataa Samueli, walikuwa wamemkataa nani? Wamekataa. Bwana Yesu apesi. Lakini kanisa linatakiwa kumwabudu Mungu katika mambo yote, kutetemeka mbele za Mungu, kutembea katika kicho likiwa mfano la wa utakatifu katika jamii. Bwana Yesu apesi. Hatutegemei kuona ndani ya kanisa kuna masengenyo, hatutegemei kuona kanisa ni masengenyo. Hilo sio kanisa la Mungu aliye hai. Kanisa la Mungu aliye hai lililonunuliwa kwa damu ya Yesu linatembea katika kicho cha Mungu. Bwana Yesu apesi. Mtu yeyote aliyeokoka ameamua kuyakana maisha yake. Mwambie jirani yako, kama umeokoka umeamua kuyakana maisha yako. Asa hajasikia, hebu ongea naye tena. Hebu jaribu kuongea naye kwa msisitizo. Wangapi wameelewa? Hao wengine hawajaelewa. Basi hebu jaribu kumwambia tena, labda ataelewa. Kama umeamua kuokoka, umeamua kuyakana maisha yako. Umeamua kujikana mwenyewe. Kujikana mwenyewe ni kukataa mapenzi yako yote, kujitenga na mapenzi yako yote, kujifungamanisha na kuandamana na mapenzi ya Mungu yaliyo katika Kristo. Kwa hiyo ukishaokoka kuna maisha lazima utake ustake uyaache. Halo. Ukiamua kuokoka kuna maisha ambayo yanakulazimu utake ustake uyaache. Hakuna anayeokoka alafu akajaribu kuitetea heshima yake ama kuilinda. Hayupo hata mmoja. Heshima ya mlokole iko katika Kristo. Utukufu wa mlokole uko katika Kristo. Halo. Narudia tena, heshima ya mlokole iko katika Kristo. Utukufu wa mlokole uko katika Kristo. Haijalishi unagharimiwa nini. Kwa sababu unapoitwa kuwa Mkristo umeingia katika uwanja wa vita. Unanielewa? Unafanyika kuwa askari katika ufalme wa Mungu. Bwana Yesu apesi. Kwa hiyo askari katika ufalme wa Mungu ni yule anaye fuata maelekezo ya kamanda, Bwana wa majeshi, ambaye ni nani? Kristo. Ngoja nikwambie, ukishaokoka umeamua kujikana mwenyewe. Umeamua kupata hasara kwa mambo yako ili umtukuze nani? Kristo. Tuliweka ratiba ya maombi. Tuliweka ratiba ya maombi usiku. Maombi usiku. Tuliweka ratiba ya maombi usiku. Sasa kuuliza ni wangapi wako kwenye hiyo ratiba. Lakini tangu
saa 12 mpaka saa 12 watu wanaokuja maombi ni watu watatu. Na watu watatu wanakutana kwenye zamu moja ya masaa mawili. Kwa hiyo katika masaa 12 na masaa 10 hayana mtu. Lakini hao watu wapo kanisani wanahudhuria, ukiita wadumu wanakuja. Wanaswa pesa. Haumjui Mungu unayemtumikia. Haumjui Mungu unayemtumikia. Haumjui Yesu unayemwamini. Haumjui. Na Mungu mwema. Mimi sikuyajua. Lakini majira yalipofika nimejua. Hata wale watu waliofikiri kwamba wanakujaga, huyu bwana, huyu anakujaga. Na msubiri mpaka saa 12 asubuhi. Hayupo. Mimi naondoka saa 12 hapa, huyo mtu hayupo, hajafika. Lakini mtu ambaye najua kwamba huyu mtu majira yake akifika anafanyaje? Anakuja. Manake ni hawa ni watu ambao kwanza hawajitambui. Kuna wakati nilikuwa naomba Mungu, naomba nikutumikie, nichoke, nilale hoi kwa sababu ya utumishi. Yaani nalala nimechoka kweli, lakini kwa sababu ya kazi yako. Lakini mtakatifu wa Mungu ambaye mimi na wewe tumeitwa mwito mmoja, tumtumikie Kristo. Nani anachoka kwa sababu ya kazi ya Mungu? Ni fahari kubwa kiasi gani kuchoka kwa ajili ya utumishi kwa Kristo? Ni kazi kubwa kiasi gani, ni fahari kubwa kiasi gani kulaumiwa kwa ajili ya kazi ya Kristo? Ni ubora ulioje, ni sifa ilioje kushtumiwa kwa ajili ya kumfuata huyu Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kweli mtumishi wa Mungu unakubali kuchoka kwa sababu ya kazi ya dunia, ukalala nyumbani, wakati kazi ambayo Kristo amekupa haijafanyika imelala? Naomba hata sasa nilale hoi kwa ajili ya kazi ya nani? Ndio fahari yangu na ndio inatakiwa kuwa fahari yako. Bwana Yesu apesi. Wacha tushtumiwe, lakini kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya nani? Wacha tudharauliwe, kwa ajili ya nani? Sasa kinachofanya msingi uwe mbovu ni nini? Kwa sababu watu wamejengwa katika nguvu zao. Watu wengi wanategemea kufanikiwa katika nguvu zao na kujiokoa katika nguvu zao, jambo ambalo halitawezekana. Kwa sababu kama umeingia katika ufalme wa Mungu, lazima ukubali kutakaswa, lazima ukubali kuoshwa, lazima ukubali kusafishwa.
Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na utakaso lazima uanzie hapa. Kwa sababu akili yako kama haimjui Mungu kama namba moja, haimheshimu Mungu, haimthamini Mungu, hakuna jinsi roho yako inavyoweza kumthamini Mungu. Haipo. Kwa sababu roho inafanya kazi na nafsi. Mtu ni roho yenye nafsi hai. Kwa hiyo Ukristo ni maisha ya Kristo ndani ya mtu yanayotokana na utakaso. Utakaso umetakasa fahamu, umetakasa akili, umetakasa dhamiri na kutakasa moyo ama roho. Kwa sababu mahali pengine ukikuta mahali wameandika moyo kwenye Biblia, wanaweza wanamaanisha roho. Lakini kuna mahali wameandika moyo wakimaanisha nafsi. Ukikuta mahali wameandika nafsi, wameandika moyo na wameandika roho, ujue hiyo moyo inawakilisha nafsi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Katika nafsi ndiko tunakopata hisia na utashi. Bwana Yesu asifiwe. Upendo unahama, hisia zako zinahama, miemko yako inahama kutoka kwa hayo mambo ya dunia hii na kumrudia nani? Kristo. Hisia zako, upendo wako unahama kutoka kwa dunia unakwenda kwa nani? Kwa Kristo. Kwa hiyo hata unaposema nikufananishe na nani Bwana, akili yako inajua nini unasema na roho yako inajua nini unasema. Haibaki kuwa maneno. Bwana Yesu asifiwe. Haibaki kuwa maneno, inakuwa ni hali yako ya ndani, kwamba huyu hawezi kulinganishwa na chochote au kupambanishwa na chochote au kufananishwa na chochote kwa maisha yako, kwamba vikaondolewa vyote kwako, wewe utabaki kwake. Yaani lazima ifike mahali ujue kwamba yuko Mungu mmoja, naye ndiye mwamba wako, naye ndiye ngao yako, naye ndiye msaada wako, ndiye uhai wako. Kufaulu kwako na kushindwa kwako kuko mikononi mwake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini itakuja baada ya kufanya upya fikra kwa kumjua yeye. Ndipo unapoweza kumwabudu, ndipo unapoweza kumheshimu, ndipo unapoweza kumtukuza, ndipo unapoweza kumhimidi na kumuinua. Kwa nini? Atumuinue Yesu kwa kuinua mikono juu. Atumwabudu Yesu kwa kuinua mikono juu. Unaweza kuinua mikono juu kwa Yesu, huyo Yesu yuko ndani yako, lakini mikono umefanyaje? Umeinua. Utamuinua Yesu kama kweli umempa nafasi kwenye moyo wako. Kama umempa nafasi kwenye moyo, kama ana eneo anatawala ndani yako, utasema umemuinua nani? Utamuinua Yesu kwenye maamuzi yako. Utamuinua juu ya yote kwenye maamuzi yako, kwenye kesi iliyoko mbele yako, kwenye ajenda iliyoko mbele yako, kwenye tatizo iliyoko mbele yako, kwenye shida iliyoko mbele yako, kwenye maamuzi yaliyoko mbele yako. Ndipo utakapoweza kumuinua Yesu juu, kumpa ibada kwa maamuzi yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Okay. Haujaje ibadani umeenda Kikoba kwa mfano. Alafu jioni unasema Yesu nakuinua. Yesu yupo na mwinua. Sema Kikoba nakuinua. Usiseme Yesu.
Ndiyo, kwa sababu ibada yako imekwenda kwa nani? Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Ngoja niwaambie watakatifu wa Mungu, Agano Jipya tunatembea kwenye sheria ya uhuru. Sawa? Sawa. Kuna mambo mengi ambayo watu mioyo kwa ajili ya kumtukuza Kristo watanufaika nayo. Lakini utakapokubali kutembea katika sheria ya uhuru, na Biblia inasema wazi kwamba huo uhuru hatutakiwi kutumia vibaya. Sasa walio wengi wanaotumia uhuru vibaya. Wanaotumia uhuru vibaya. Na mimi niliwaambia siku moja kwamba sheria ilikuja kwa sababu ya makosa. Sawa? Sheria ilikuja kwa sababu ya makosa, hata aje huyo mzao aliyepewa ahadi. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo sheria imekuwa kiongozi kutupeleka kwa Kristo. Sasa kwa wale ambao hawajafika kwa Kristo, ni muhimu wakawa chini ya sheria. Hauna danga? Okay. Sheria ilikuja kwa sababu ya makosa, hata hadi huyo mzao aliyepewa ahadi. Bwana Yesu apewe sifa. Na sasa tunaambiwa kwamba lakini kama imani amekuja, hatuko tena chini ya kiongozi, hatuko tena chini ya kiongozi, hatuko tena chini ya sheria. Okay, sasa kama kwako imani haijaja, sasa kinachotokea kilicho kanisani sasa, tunasema imani amekuja. Kila mtu anasema imani amefanyaje? Amekuja. Lakini sisi tunaoangalia tunajua kwa huyu imani bado. Kwa hiyo kwa huyu lazima sheria ifanyeje? Ifuate mkondo wake. Kwa hiyo tutakutia chini ya sheria ili uhukumiwe kwa mujibu wa sheria. Lakini hiyo sheria ndio inayofanya hasira. Sheria ndio inayofanya nini? Hasira. Sheria ni mjumbe wa mauti. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ambaye umeamua kuokoka, lazima uchague kuwa na Bwana Mungu. Hatutakiwi kuwa na kanisa la kubembelezana. Naomba uje maombi. Utakuja. Naomba. Unajua Yesu hapendi hivi. Hiyo haipo. Ngoja nikwambie. Yesu aliacha 99 akafuata mmoja. Sawa? Alishamaliza kazi. Umenielewa? Umenielewa? Alinyekesha vya kutosha. Si unanielewa? Mpaka shetani akamfanya vile alivyotaka kumfanya, ili mimi na wewe tuwe huru. Kwa hiyo tusitegemee kwamba atatubembeleza ili tumtumikie. Kumtumikia ni shuruti, ni sharti. Japokuwa hakuna mahali ilipoonyeshwa kwamba ni sharti, lakini ni sharti. Usipomtumikia lazima utapata malipo ya kutokumtumikia. Bwana Yesu apewe sifa. Okay?
au unataka kunitoroka, huwezi kutoroka. Bwana Yesu asifiwe. Wathesalonike wa pili sura ya kwanza. Hebu tusome kuanzia mstari wa 5. Tumeona watano. Watano tumeona. Haya, 1, 2, 3, 4. Kwa ajili yake mnafanyaje? Kumbe tunateswa kwa ajili ya ufalme. Tunateswa, na kwenye Matendo ya Mitume anasema imetupasa kuingia katika ufalme wa Mungu kwa njia ya dhiki kubwa. Bwana Yesu apesi. Sasa kanisa gani ambalo litaki kuteseka kwa ajili ya Kristo? Kanisa gani? Unataka upe Yesu muda ambao wewe una kazi naye. Ndio muda wa kumtumikia Yesu yako. Unamtumikia Yesu muda ambao una kazi naye. Sawa? Hautaki mateso wewe mtakatifu wa Mungu, hautaki mateso, hautaki kuteswa kwa ajili ya Kristo, hautaki baya lolote likukute, hautaki upate hasara. Ndugu yako ametoka Songea kwa sababu umemwacha nyumbani umekwenda ibadani. Tuendelee. Tumefika mstari ngapi? Tunaenda wa 6 Haya. 1, 2, 3 twende. Anawalipiza kisasi wao wasiomjua. Kwa kutomjua Mungu ni kosa. Na nimesemaje? Lazima kama umeamua kuwa Mkristo, kama umeamua kuokoka, lazima ujibidishe katika kutafuta kumjua, ili ujue ya kupasayo katika huo Kristo. Vinginevyo utaenenda kama dunia iendavyo. Tunaelewa? Vinginevyo utaenenda kama dunia iendavyo. Na ndio maana tunaona masengenyo kanisani. Ndio maana tunaona uzinzi kanisani. Ukilala umeamka, mimba hiyo. Tunamtukanisha Kristo.
Wakristo walikuwa litajulikana wapi na la wapagani litajulikana wapi? Anayetafuta kimbilio atakwenda wapi? Kama amekuja tu ndani, wakati arudi nyumbani anakuta hao wanaotembea nao wanasengenya, hao waliotoka nao kwa kuabudu wanasengenya, hao walioamini kwamba nikienda hapa nitapona wanasengenya, wanasingizia, wanashutumu, wanalaumu, wanadhihaki, wanatukana. Si ajabu hoja ikatolewa madhabahuni, agizo limetoka madhabahuni, watu wanaanza kujadili njiani. Jamani, tuchangie fulani. Watu wanaanza kuona wewe umechanga. Na michango imezidi kanisani. Mtu mmoja akaniambia, mimi nitahamia kanisani kwako nikishajenga kanisa la kudumu. Nikamwambia usiji. Kwa nini? Anasema nimejenga makanisa mengi. Nimejenga makanisa mengi. Ulikuwa unamjengea nani? Unajua kuna watu wamepewa huduma ya kujenga makanisa. Yaani akifika mahali hakuna kanisa, anajenga kanisa, anaona viongozi, anaomba waweke mchungaji, wanaweka mchungaji, huduma inaendelea. Yeye anaondoka. Ni huduma iko ndani yake. Sasa umejenga kanisa alafu ukaabudu hapo hapo. Na Mungu akakubalia akakupa mmeoko hapo hapo, alafu unasema nimejenga makanisa mengi. Bwana Yesu apesi. Bwana Yesu asifiwe. Maana hata huyu adui aliyempa hizo hela ama hiyo misaada adui. Unajua Mungu haombi kitu kwa mtu. Mungu haombi kitu. Na Mungu atibiki, na Mungu apungukiwi. Kwa hiyo sio ukampa chochote Mungu alafu ukajidai. Unajidai mbele za Mungu. Unaweza kujidai mbele ya Jovin, lakini sio mbele za Mungu. Bwana Yesu apesi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wasiomjua Mungu watalipizwa kisasi. Na wao ambao hawakuitii injili ya Kristo watalipizwa kisasi. Wasioitii injili watu gani? Wameisikia lakini wakaishi kinyume. Bwana Yesu apesi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nataka niwaambie watakatifu wa Mungu, lengo la kukusanyika hivi sio ili tuombewe. Ni ili tumtukuze nani? Mungu wetu. Tunawezaje kumtukuza Mungu wetu kama katikati yetu kuna watu wazungumzi? Kama katikati yetu kuna mtu akisimama hapa kuimba huko anasema hilo sauti hilo kama chura. Ni kanisani. Ni kanisani. Ukristo umejengwa katika msingi wa upendo. Na upendo sio kwa yule anayekupenda tu, bali hata kwa yule asiye kupenda. Mkristo maisha yake ni maajabu ya msalaba, kwamba anaweza kuchukuliana na wale ambao wanampinga. Sasa ingekuwa vita ningefanya nini? Kwa sababu ninyi wote hapa ni watoto wangu, mko chini yangu wote. Lakini bado kuna watu wanashindana mimi huko. Wapi? Mbona mimi siku ya tu? Kuna watu wananibambia huko. Baba si mnakuja. Wananibambia huko. Bwana Yesu apesi. Na kuna watu nafikiri huko wao wameshakuwa
wana upako kuliko hata mimi. Na jana tu wakaona kwamba huyu jamaa anafaa kufanywa maombi, wakaja kuniwekea mikono. Kwa Mungu wao wakaja kuniwekea mikono, wakaniwekea mikono. Alichowafanya Yesu anajua. Wote chali mapepo. Bwana Yesu apesi. Lakini hiyo inatokana na nini? Inatokana na kukosa misingi. Tunaambiwa waheshimu baba yako na mama yako upate miaka mingi na heri. Waheshimu baba yako na mama yako. Kama mimi ni baba yenu, unatakiwa kuniheshimu. Mnasikia? Mimi kwa nini nawaheshimu nini? Kwa sababu najua kwa kila mmoja aliyeko mahali hapa mimi nitaulizwa habari zake. Na nimekubali kuulizwa. Na niko tayari kuulizwa. Na najua nitaulizwa, na ndio maana najitahidi kwa kile linalowezekana kwa kadri ya neno la Mungu, ili kwamba nitakapoulizwa habari zako niwe na cha kujibu. Nisijute siku hiyo kwa ajili yako. Bwana Yesu apesi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kama kufanya vita ningefanya mimi. Kama kulalamika ningelalamika mimi. Tunayekesha mapolini na nyoka na simba na wadudu, ni Yesu tunamtumainia kwa ajili yako. Mtu ambaye naacha watoto wangu si watakula nini? Na waacha kwa ajili yako. Bwana Yesu apesi. Lakini nini? Natafuta wewe na msi Mungu, na muomba Mungu anipe cha kukulisha. Na msi Mungu, na muomba Mungu aweze kukupa neema ya kupokea unachopewa katika imani yao, ili usimame imara katika imani ya Kristo, ili siku Bwana atakapokuja mimi na wewe tusiaibike mbele zake. Bwana Yesu ape sifa. Kitakacho kusaidia wewe kwa yule uliyeitwa ni pale utakapoamua kwamba sasa niko tayari kujifunza. Yaani ujishushe, uwe tayari kujifunza. Na mtu yeyote aliye tayari kujifunza yuko tayari kubadilika. Usije ukaje na mistari yako kutoka Kigoma huko ukaanza imani heshimwe. Sasa siongelee habari ya nyungu. Siongelee nyungu. Msije mkasema nimesema Kigoma nimeongelea nyungu. Imani heshimwe. Sasa mbona hapa yule anasema hivi? Wewe sikiza ninachokufundisha mimi. Bwana Yesu apesi. Kama umetoka na vikopo vyako vya mafuta kule, sawa. Ukija hapa umekuta hatuna vikopo vya mafuta, sawa. Fuata utaratibu ulioko hapa, ndio utakao kusaidia wewe. Umenielewa? Mimi najaribiwa na shetani, lakini najaribiwa na nyinyi. Furaha yangu ni kuona kwamba wewe unakuwa yule aliye nikipata mjitu ikainuka hapa yenye nguvu, yenye upako katika Kristo. Nikasema Bwana sasa Baba, sasa mimi naona hapa umefanyaje? Nina shauku ya kutoka, nataka kuwafikia watu. Si ndio unachotafuta? Nafungua milango. Utakwenda utahubiri kwa utukufu wa Mungu. Ukikutana na kesi huko utakuja tutajibu. Umenielewa? Ndio tunachotaka. Lakini is underground, watu ambao mchungaji anashinda ofisini hapo tangu asubuhi mpaka jioni.
Natafuta angalau mtu ambaye ana changamoto, labda kuna mara amesoma hajaelewa, au kuna kitu amesikia hajaelewa, fundisho hajaelewa, atakuja mchungaji bwana, kuna 1 2 3 hapa tunaishije, mimi mbona siendi? Nampenda Bwana Yesu kwa ajili ya dada mmoja pale. Ameona alikuwa anaomba vizuri, anasoma Bible vizuri, akashangaa mara ghafla Bible haisomeki, mara ghafla usingizi. Akasema hapana, akarudi kanisa, akasema nimekuja, Biblia nilikuwa nasoma vizuri, sasa haisomeki, na nilikuwa nalala saa 6, lakini sasa hivi kabla hakijaiva nasinzia. Unajua huyu mtu ameingia kwa Kristo ni mchanga, lakini alishaona tofauti ya maisha yake na atamani yale maisha kukoma. Sasa anaona amekoma na akubaliana na hiyo hali, na haoni kuwa ni safi, na haoni kuwa na salama. Amerudi kwamba naomba msaidie. Bwana Yesu apesi. Unajua huyu ni mtu ambaye ameamua. Sio mtu amekuja kuomba, amekuja kutafuta maisha mapya katika Kristo Yesu. Na baada ya kuyapata hayuko tayari kuyapoteza. Sasa ukishapata maisha mapya katika Kristo, utakiri kuyapoteza. Kwani watu wengine leo unamwombea kesho na mapepo kwa sababu hajabadili maisha. Ametoka Kigoma, ameenda Bukoba, hataki kuacha Kiha. Bwana Yesu apesi. Ametoka Afrika Kusini, amekuja Tanzania, anataka kuishi maisha yale yale, kuishi kwa sheria za Afrika Kusini wakati uko Tanzania. Haiwezekani. Umetoka kwenye ufalme wa giza, umekuja kwenye ufalme wa Mungu, lazima uishi kwa taratibu za ufalme wa Mungu. Ukiishi taratibu za ufalme wa giza katika ufalme wa Mungu, wewe unakuwa giza. Bwana Yesu apesi. Bwana Yesu asifiwe. Jina Bwana Yesu ibarikiwe. Yesu anataka watu waliojikana maisha yao. Hebu tuende hapo Wathesalonike tumalizie. Tuishia mstari ngapi? Tuishia 8. Ndio tunaendelea 8, si ndio? Tunaendelea 9. Tuendelea 9. 1 2 3 twende. Watakaoadhibiwa Bwana Yesu apesi. Sasa hiyo jina la Bwana wetu linakuja kutukuzwa, na kila kazi ya wema inatimizwa ndani yenu pale tunapoitii Injili. Mtakapoipokea Injili tunayowapa na mkaamua kuitenda. Bwana Yesu apesi. Bwana Yesu asifiwe. Utakapopokea Injili unayohubiriwa hapa na ukaamua kuiweka kwenye maisha yako, ukaifanya ibadili maisha yako, ibadili leo na kesho yako. Siku Bwana atakapokuja, ni siku ambayo atastajabiwa. Sio kwa kuja kwake, atastajabiwa kwa wewe. Yaani vile utakavyofanywa ama ulivyofanywa katika yeye, ulivyo katika yeye sasa haujijui. Tunaambiwa kwamba kwa sasa tunaona kidogo kwa sehemu, lakini atakapodhihirishwa Yesu tutajua sana kama tunavyojuliwa sana.
Maana yake tutaona uhalisia wetu. Jamani, imeandikwa. Sasa si tu wana wa Mungu, japokuwa haijadhihirishwa. Bwana Yesu apesi. Lakini tunajua atakapodhihirishwa tutafanana naye, kwa maana tutamwona kama alivyo. Sasa hatutamwona kama alivyo yeye tu, na jinsi alivyotufanya sisi. Tutaona uhalisia wa vile tulivyofanywa katika yeye, na ndipo tutakaposhindwa kusimama na kuanguka mbele zake. Bwana Yesu apesi. Unajua kwa hiyo nikwambie, hapa watu wanafanya bla bla kwa sababu gani? Hawajui kwamba kwanza kwa kutokuja kanisani unapoteza nini, ama kwa kutenda dhambi unapoteza nini. Ukiwaambia uzima wa milele hawakuelewi. Ukiwaambia jana ya moto hawakuelewi. Kwa nini? Kwa sababu ni mtu amezaliwa katika dhambi, tangu amezaliwa hadi maana ya uhuru, kwa sababu hajawahi kuwa huru. Kwa hata anapofunguliwa, anapomwamini Kristo kumwambia uko huru, haelewi maana ya uhuru nini. Kamuulize Adamu. Adamu ndiye anajua alichopoteza. Bwana Yesu apesi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, tumeitiwa maisha ya utukufu. Sasa maisha ya utukufu haina maana kwamba hautapata dhara lolote. Maisha ya utukufu haimaanishi kwamba huwezi kulala njaa. Unaweza ukalala njaa kama ndio mapenzi ya nani? Ya Mungu. Lakini unalala njaa kwa utukufu wake. Amen? Kuna watu wanapata ujauzito, wanafanywa operation, alafu wanamlaumu Mungu, ama watu wengine wanasema imani gani sasa, mbona Yesu hakumsaidia? Unajua kama sio Yesu nini kingekuwa? Bwana Yesu asifiwe. Huyu Yesu ni simuelewi. Ni jana tu ule ushuhuda. Jana nimemwaga pasta hapa, nikaondoka, nikamtia mke wangu pale, tukaenda nyumbani. Tumefika nyumbani, nikapaki gari, nikateremka, wote tukateremka, tulikuwa na watoto wakateremka. Sasa mtoto mmoja akasema, baba, hapa ulipopaki utaoshaje? Sogeza kule tukapaki, tukaoshe gari. Nikamwambia mimi nishateremka, sipani tena kumwambia mama asogeze gari, kwa sababu tukifika siku nyingine nikifika pale anawasogezea, wanaenda kuosha. Haya, akaingia kwenye gari, akatoa gari. Sasa wanaofahamu pale kwangu, gari ilikuwa imepaki pale chini ya mwadari pale. Kwa hiyo itakiwa aipeleke pale kwenye mwembe pembeni pale waoshe. Sasa akaisogeza. Sasa mimi nikaenda upande wa geti ili nimuongoze akate, akuniona. Basi akanyosha mpaka karibu na kuna nini, kuna vikingo vya nini, vya maua vya bustani pale. Sasa nikasikia ameweka reverse, nikajua narudi nyuma ili angalau aweze kuibia kona. Nikasikia tena ameweka gia. Kumbe ile gia aliyoweka ni ile low, ile mbili ile. Ile gia ilikuwa na shida. Lakini kilichotokea, badala ya kushika breki anavyosema, alitaka kukanyaga breki ili abadili gia akate kona. Yeye baada ya kukanyaga breki, unajua unapokanyaga breki unakanyaga kwa nguvu, akanyaga mafuta. Akanyaga mafuta. Ile gari iliruka. Na
ni kama hapa na pale kwenye pazia kuna ukuta ambao unatenga na jirani yetu, na kule kwenye ukuta, manake sisi tuko juu, jirani yuko chini. Manake ukienda upande wa jirani kuna ngema kama hivi, manake kutoka kwenye ardhi ya kwangu kwenda kwenye ardhi yake kuna ngema kama hivi. Kwa hiyo gari ikanyanyuka, mimi sikusema chochote, nilisema blood of Jesus, blood of Jesus, blood of Jesus. Ndio nilikuwa ombi langu, blood of Jesus. Ile gari haikwenda ukutani, na ile mafuta kwa chini. Ile gari haikwenda ukutani, ikakanyaga ile, ikavunja kile kinani. Unajua ile gia aliyoweka ina nguvu, yani ile ni gia ya kutumia kwenye changamoto. Ikavunja kile kiukingo cha bustani, ikaenda kwenye kiukingo cha maua kilichoko mbele, ikavunja, ikageuka, ikaenda mbele, ikakuta kiukingo kingine cha maua, ikavunja, ikaendelea mbele, ikakuta kuna kiukingo cha bustani, ikavunja, ikakuta kuna nini, kuna fence ya wavu. Tumeweka fence ya wavu kwa ajili ya kuzuia kuku wasitoke kule kuja huku mbele. Ikapita, ikaruka, ikapita, ikalaza ile fence, ikapita. Sasa haikwenda tena kule mbele, ikakata, ikapanda juu, inakwenda jikoni. Sasa kule ikaenda kwenye shina la mgomba, ikapanda mgomba yote ikalala, ikashindwa kuendelea, ikasimama. Nilikuwa nahesabu migomba pale asubuhi, ni migomba 12. Migomba 12 imelala. Ile ndio ilizuia gari ikasimama. Basi nikaenda, nikafungua milango nyingine miloki, nikafungua, nikamkuta yuko amekaa, kaambia toa loki. Akatoa loki, akateremka. Basi mimi nikaingia kwenye gari, nikatoa gari. Maana kule gari ingiaki na hakuna njia kwenda. Sasa ikabidi nitafute namna ya kurudi, nipite mle mlalipopita, kwa sababu hakunaga njia kula, aendage mtu kule, hakuna njia gari. Tukarudisha gari. Bwana Yesu apesi. Basi kaangalia gari, kakuta side mirror moja na kile cha mbele kidogo ndio vimevunjika. Basi lakini sijamuelewa Yesu mpaka sasa. Mpaka sasa sijamuelewa. Yaani sijamuelewa. Bwana Yesu apesi. Hivi tunavyozungumza gari hiyo hapo, tunavyozungumza hivi, mpaka sasa sijamuelewa. Na mpaka gari inasimamishwa baada ya kugonga ule mgomba, baada ya kukanyaga mafuta, baada ya kukanyaga mafuta. Akasema kilichonisaidia sijapaniki. Nikamwambia kweli ukupaniki. Sasa kama ukupaniki, kwa nini kuache mafuta? Maana ni hata yeye alichokuwa anafanya akufanya chochote, yani alipokanyaga mafuta, amekanyaga mafuta, ameshika usukani. Ninapomuuliza anasema mimi nilikuwa naona njia naongoza. Sikuona ukuta, sikuona miti, sikuona hivyo vikingo vya maua, sikuona mimi nilikuwa naona nakanyaga breki lakini gari isimami. Mgomba anasema sikuona. Migomba 12 imelala hapa. Bwana Yesu apesi.
Bwana Yesu asifiwe. Sasa Yesu anastaajabiwa katikati yetu leo. Umenielewa? Anastaajabiwa katikati yetu leo. Kwa sababu hiyo gari ilikokuwa inakwenda kila sehemu ilikuwa ni hatari. Kila sehemu ilikuwa ni hatari. Ingekwenda huku, angevunja ukuta, akaenda akagonga nyumba ya mtu. Angeenda huku, angevunja ukuta, akaenda akagonga nyumba ya mtu. Lakini yeye alishika usukani, shetani akanyaga mafuta, Yesu akaongoza gari. Kwa haijalishi shetani ana ajenda gani kwako, maadamu umeamua kumfuata Yesu, usalama wako haupimiki kwa macho ya kibinadamu. Yaani ilikuwa inatembea ile sauti kama gari ya mashindano. Nikasema blood of Jesus. Maki sasa hata nikimkimbiza na mkamatia wapi? Yaani hata hapo ufanyeje? Hakuna namna. Hakuna namna. Hakuna. 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 Sasa ifike mahali mtakatifu wa Mungu uamue kujikita kwa Yesu, uamue kuacha kila kitu kwa ajili ya Yesu. Mambo yako yawe namba 2, namba 3, namba 4 na kuendelea. Yesu awe wa kwanza. Lakini huwezi kukutana na Yesu usipomsikiliza kwangu ama kwa mtumishi wa Mungu. Huyu Yesu naye mhubiri ndio huyu anayefanya kazi kwa jinsi ninavyomhubiri. Usiponyenyekea kwa mtumishi wa Mungu. Okay. Lucretia njoo. Hajai kuitwa mbele huyu. Haya, njoo hapa. Wewe macho. Unaona hao watu? Ukiwaangalia huyu mnono aka kembamba. Bwana Yesu apesi. Lakini umri wake huyu ni mkubwa tofauti na huyu, si ndio? Lakini huyu ni kiongozi katika timu. Ambayo huyu ni miongoni mwa wanaongoza. Ili huyu ajinyenyekeshe kwa Kristo, lazima amtii huyu. Si kwa sababu ya jinsi alivyo, lakini kwa sababu ya madaraka alionayo katika utumishi wa nani? Wa Kristo. Na huyu akimbariki huyu kwa nafasi alionayo, baraka zitampata. Si unaelewa? Huyu hapa akambariki huyu kwa nafasi alionayo, baraka zitampata. Na maombi ya huyu ni rahisi kufanya kazi kwa huyu kulingana na nafasi alionayo huyu kwa huyu. Tunaelewana? Ndicho anachotaka Kristo. Asante kakai. Ndicho anachotaka Kristo katika kanisa. Mkubwa amheshimu mdogo na mdogo amheshimu mkubwa. Atakapokuja Yesu kuna watu wataomboleza. Atakapokuja Yesu kuna watu watalia. Atakapokuja Yesu kuna watu watasaga meno, lakini kuna watu watapata furaha isiyo na ukomo katika siku ya Bwana. Ni wale ambao waliamua kunyenyekesha na kuheshimu heshima ambayo Mungu aliwapa kwa mauti ya Yesu Kristo.
Kumwabudu Mungu ni kupana. Kumwabudu Mungu sio kumsifu. Kumsifu ni sehemu ya ibada kwa nani? Kwa Mungu. Lakini kumwabudu Mungu ni heshima na kicho. Kumwabudu Mungu ni heshima na kicho. Utoke nayo. Kumwabudu Mungu ni heshima na kicho. Mambo yote unayofanya katika kumwabudu Mungu yanatokana na heshima ulionayo kwake na kicho ulichonacho kwake. Kicho ndicho kinachotengeneza ibada kwa Mungu. Heshima inaungana na kicho kutengeneza ibada kwa nani? Kwa Mungu. Yesu alikufa msalabani kwa ajili ya dhambi zako. Uongo kweli? Uongo kweli? Uongo kweli? Mwenye haki kwa ajili ya mwenye dhambi. Uongo kweli? Uongo kweli? Wewe unaacha kufunga duka lako masaa mawili kumwabudu yeye. Yalitoa uhai wake kwa ajili yako. Unashindwa kufunga duka lako. Niseme na Stella mwenye duka kwa niaba yote mwenye maduka. Masaa mawili. Unaacha kuahirisha mambo yako masaa mawili kwa ajili yake aliyekufa msalabani kwa ajili ya dhambi zako. Na kwa kufanya hivyo ni ishara kwamba hata unachofanya ukijui, hata huyo unayemwabudu haumjui, hata huyo unayemwita bwana wako haumjui. Nakumbuka wakati mmoja, wakati nimeokoka, niende kwenye mkutano, wakagawa bahasha, na mimi sikuwa na hela, lakini nasikia kumtolea nani? Mungu. Siku hiyo nimegombana na mke wangu kweli, hela hatuna ndani, lakini nasikia kumtolea Mungu. Nikachukua bahasha, nikarudi nyumbani, nikamwambia mke wangu nimechukua bahasha kwenye mkutano, nataka kuchanga. Akasema unataka kuchanga shilingi ngapi? Nikamwambia 50,000. Akasema unayo? Nikamwambia sina. Wewe unayo? Akasema sina. Kwa hiyo umechukua bahasha wakati una hela? Nikamwambia nimechukua bahasha na sina hela, lakini napenda kumtolea Bwana. Sasa sina kitu. Siku ya kurudisha bahasha imefika, sina hela. Nikaenda kukopa 50,000. Mke wangu kagombana mimi. Kwa hiyo nakwenda kukopa. Nikamwambia nimekwenda kukopa kwa sababu siku ya kurejesha imefika na mimi sina hela na natakiwa nimtolee. Nasikia ndani kwamba lazima nifanyeje? Nitoe. Mungu anasema kama ni haipo, anaipa maandiko, kama ni haipo mtu ukubaliwa kwa kadri alivyo navyo, si kwa kadri asivyo navyo. Nikamwambia ni sawa, lakini nimesikia ndani yangu kwamba natakiwa nifanyeje? Nimtolee. Nikamtolea, nikapata amani. Inaitwa kusukumwa na upendo. Kusukumwa na upendo. Kama tunataka kumwabudu Mungu kwa kweli, lazima tutafute kumjua. Na kama unataka kumjua Mungu, lazima tukubali kushuka, tujifunze kutoka kwake, na kwa kujifunza tupate maisha mapya yanayotokana na ufahamu mpya ambao tumeupata kwa imani iliyo katika yeye. Bwana Yesu apesi. Mambo makubwa hayatakusaidia kama mambo madogo hujashika. Lakini kama madogo umeyashika, mbona hauyatendi? Kama unayajua, mbona huyafanyi? Biblia inasema wazi kwamba ajuai kutenda mema, ajuai kufanya mema asiyafanye, huyo kwake ni dhambi. Kama unayajua uyafanyi, maana yake umeamua kwa kutenda dhambi.
kama umeamua kuwa mtenda dhambi kwa ukataa kufanya unayoyajua, ukafanya ambayo utakiri kuyafanya, manake umechagua kwenda jehanamu. Bwana Yesu asifiwe. Wokovu ni wa mtu mmoja mmoja. Amen. Hakuna anaweza kuokoa kwa ajili ya mwenzie. Tunapojenga watu, tunajenga mtu mmoja mmoja. Amua kuanza kutembea na Kristo. Nimesema kumfuata Kristo ni kujikana. Amen. Uko tayari kujikana? Uko tayari kupata hasara kwa ajili ya Kristo? Roho Mtakatifu na wasaidia watu, kwa sababu maisha yasiyo na toba hayawezi kuzaa matunda. Toba sio kusali kuabudu kwenye kanisa la kilokole. Toba ni kugeuka wewe mwenyewe. Ufunga macho yako.